Salimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Salamu. Ni mimi mtu wa Mungu Prophet Simon Charisma, Spiritual Son of Prophet Joseph B.G. One Touch kutoka katika huduma ya Life of Christ Ministries Zoe iliyopo pale Mbezi Beach Makonde katika kumbi za Sunset. Niko hapa kwa ajili ya kushare na wewe habari njema. Niko hapa kwa ajili ya kuweza kutazama neno la Mungu linatuambia nini muda huu, linatuambia nini siku hii ya leo. Kwa hiyo ndiko hichi ambacho kimenifanya niwe mahali hapa, lakini ninaweza kusema ya kwamba ni kupata ile epignosis, the epignosis from the word of God. Kumbuka epignosis ni ufahamu wa neno la Mungu ambao unampelekea mtu kuenenda katika matendo. Yaani neno la Mungu linamuelekeza mtu kuhusu jambo fulani na linamuelekeza namna ya kulifanya lile jambo fulani. Kwa hiyo that is what we call epignosis. Ufahamu wa neno la Mungu. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kushare nawe habari njema za Yesu Kristo, habari za neno la Mungu. Na leo hii tutatazama kutoka katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ile ya 5. Tutamtazama nabii wa Mungu Elisha pamoja na jemedari mkubwa wa jeshi Naamani. Wafalme wa Pili sura ile ya 5, tuanzie mstari wa kwanza ili tuweze kupata picha nzuri kabisa. Basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Alikuwa ni jemedari mkubwa wa vita, na kwa mkono wake yeye alikuwa amepelekea ushindi kwenye jeshi la Shamu pamoja na mfalme wa Shamu kupitia yeye kwa uhodari wake na kwa ushupavu wake. Lakini kuna jambo ambalo liko linamsibu. Jambo hilo ni nini? Ni ukoma. Alikuwa na ukoma sehemu fulani ya mwili wake, na ukoma huu kwake ilikuwa ni teso. Ingawa alikuwa na ushupavu, ingawa alikuwa na nguvu, lakini alikuwa na ukoma, kitu ambacho kilikuwa kinamsumbua. Leo hii yamkini unaweza ukawa ni hodari katika jambo fulani, unaweza ukawa una maisha mazuri, unaweza ukawa ni hodari katika namna fulani, lakini kukaa kuna jambo ambalo linakutia teso. Kukaa kuna jambo ambalo kwenye maisha yako ukilitazama unaona hili lina hata ushupavu nilionao, hata jinsi ambavyo watu wananiona, lakini kwa hili mimi ninajiona sijakamilika. Lakini kwa hili ninajiona ya kwamba kuna jambo limepungua. Lakini kwa hili linatia dosari ukuu wa Mungu kwenye maisha yako. Ndivyo ambavyo jemedari Naamani alikuwepo kwa sababu ya ukoma ule ambao alikuwa nao. Maandiko yanaendelea kwa kusema mstari wa 2, na Washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Kwa hiyo walipokuwa wametoka katika kupigana vita, wakachukua kati ya wale mateka kulikuwa na binti mmoja kutoka kule ambako walikuwa wamechukua. Kwa hiyo akawa ni kama mjakazi wa mama wa mke wa huyu jemedari Naamani. Mstari wa 3, akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu. Sasa huyu mfanyakazi, huyu binti, na ndio maana utakiwa kumdharau mtu yoyote ule ambaye unakutana naye kwenye maisha, hata akiwa ni house girl, hata akiwa ni house boy, hata akiwa ni mfanyakazi ambaye anafagia chooni, hata akiwa ni mtu wa namna yoyote ile. Mungu anaweza kumtumia mtu yoyote ule kwa ajili ya kuondoa usumbufu ambao unao, kwa ajili ya kuondoa teso ambalo unalo, kwa ajili ya kuondoa lile ambalo limekuwa likikupa tabu katika maisha yako. Lakini akamtumia mtu ambaye ni dhaifu, mtu ambaye ni mnyonge, mtu ambaye hana namna yoyote ile, ambaye hathaminiki wala hujai kumzania, lakini akakupa suluhisho ya lile ambalo unalipitia. Alipata habari huyu binti, huyu mtendakazi, mjakazi, kwa bosi wake kuna jambo linamsumbua. Ndipo akamwambia, mstari wa 3, akamwambia bibi yake, mke wa jemedari ambaye yeye anamfanyia kazi, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule mtu nabii aliyoko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Maana angemponya ukoma. Laiti kama angekuwa na yule mtu. Alipata habari kwamba yupo mtu wa Mungu nabii, kama hivi leo ambavyo unapata habari yuko mtu wa Mungu PJ One Touch, yuko mtu wa Mungu Prophet Simon Charisma, na Mungu anamtumia. Alafu mtu akakwambia, bwana laiti ungefika Life of Christ Ministries Zoe, life ungepata kuonana na yule mtu wa Mungu. Hakika tatizo hilo ambalo unalipitia, Mungu angeweza kumtumia hata hivi leo, yamkini ikawa hiko hivyo. Na hakika Mungu anaweza kufanya jambo lolote lile kwa kumtumia mtumishi wake. Mstari wa 4, mtu mmoja akaingia akamwambia,
bwana wake akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Kwa hiyo akapelekwa habari kwamba kijakazi au mjakazi au mfanyakazi, house girl, anasema hivi na hivi. Mfalme wa Sham akasema, yule kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mstari wa 5, mfalme wa Sham akasema, haya basi na mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Asante Yesu Kristo. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili upate kumponya ukoma wake. Kwa hiyo baada ya sasa ya jemedari kupata habari kuhusiana na mtu wa Mungu, akapata kuwasiliana na mfalme wake ya kwamba nimesikia kuna mtu wa Mungu yuko sehemu fulani, lakini kwa sababu yuko taifa lingine ambapo kuna ufalme mwingine, kwa hiyo hawezi kwenda tu katika namna ya kikawaida kienyeji, lazima kufanyike mawasiliano kutoka mfalme huyu na mfalme yule kwamba kijana wake au askari wake, jemedari wake anataka kwenda kule kwa ajili ya uponyaji. Wow. Na ndio maana hata leo huwezi tu kuonana na mtu wa Mungu kienyeji. Ni lazima kuna process za kufanya. Ni lazima kuna taratibu. Huwezi tu kwenda mahali fulani. Lazima kuna taratibu. Lazima kwamba kuweza kujua kuna mawasiliano, okay, taratibu ziko vipi na wezaje kuonana na mtu wa Mungu. Yes, taratibu hizo zipo. Kwa hiyo akafanya hivyo mfalme. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili upate kumponya ukoma wake. Sura 7. Lakini angalia, anapelekewa waraka mfalme, lakini mfalme hana uweza, hana mamlaka hayo, hana nguvu ya kuweza kuondoa lile tatizo. Lakini yuko mtu wa Mungu. Wow. Yuko mtu wa Mungu ambaye Mungu anamtumia. Na lolote lile ambalo linasumbua kupitia mtu wa Mungu, Mungu anaweza kuondoa jambo hilo. Mstari wa 7. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka ule kutoka kwa mfalme wa Sham, sasa alipousoma waraka ule, alilalua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuuisha? Hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusii muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Kumbe ilikuwa ni njia ya kiungu. Wakati mwingine Mungu anaweza akafanya jambo na njia yake ikaonekana kama vile haiko sawa, lakini Mungu ana makusudi katika njia hiyo. Kwa mfalme wa Israeli kapokea waraka kutoka kwa mfalme wa Sham kuhusiana na uponyaji wa jemedari wake. Sasa kwa sababu yeye sio mponyaji, anasema, kwani mimi ni Mungu niue na kuuisha hata akaniandikia waraka? Kwani mimi ni mponyaji? Mtu huyu anatafuta ugomvi. Lakini hakujua kwamba kupitia yeye sasa ni njia ya huyu jemedari kuweza kukutana na mtu wa Mungu, prophet wa Mungu, prophet Elijah. Haleluya. 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 Mstari wa 8. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Na aje kwangu. Kama mfalme, sikia, nimesikia umerarua mavazi. Wow, lakini usiwe na taabu. Mtu huyo aje kwangu mimi, ndipo ambapo atajua kwamba yuko Mungu katika Israeli. Kama hivi ambavyo leo yamkini umekwenda hospitalini, yamkini umekwenda kwa waganga wa kienyeji, mimi wala sikuhukumu wala sikulaumu. Yamkini umekwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutaka suluhisho, kwa ajili ya kutaka uponyaji wa jambo ambalo linakusumbua, lakini nikwambie, yuko Mungu asiyeshindwa. Yuko Mungu ninayemtumikia, Mungu ambaye anajibu maswali yako, na hata hivi sasa yuko tayari kwa ajili ya kujibu maswali yako. Njoo, karibu, ninakukaribisha. Karibu uweze kumuona huyu Mungu ambaye tunamtumikia. Karibu sana Life in Christ Ministries. Karibu sana ukutane na mtu wa Mungu, Prophet of God, Prophet Simon Karisma, na hakika Mungu ataingilia kati maisha yako. Yes. Mstari wa 9. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Mstari wa 10. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda. Angalia, hakuonana naye. Hakuonana naye. Yamkini upo mtu ambaye unaweza ukasema ya kwamba nitapona vipi jambo hili? Nitatoka vipi katika tatizo hili? Mungu atanisaidia vipi ikiwa sijaonana na mtu wa Mungu? Nisikilize. Mtu wa Mungu anaweza akatoa maagizo, akatoa ujumbe tu kwamba fanya hivi, hata kwa njia ya simu, hata kwa njia ya message. Fanya hivi. Ukitii, umemtii Mungu wake. Sio lazima kuonana na mtu wa Mungu, lakini unapotii maelekezo ya mtu wa Mungu,
umemsikia Mungu na umemtii Mungu, na hakika Mungu anaweza kukutendea. Lakini mtu wa Mungu akikwambia njoo, tii maagizo yake. Akikwambia fanya hivi, fanya hivyo hivyo ambavyo mtu wa Mungu anakuelekeza, na hakika Mungu atakutendea lile ambalo anataka kupitia mtumishi wake. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Prophet Elijah akatoa maagizo, akamtuma mjumbe, akamwambia nenda mwambie jemedari hivi na hivi na hivi, ambapo kimadaraka jemedari ni mtu mkubwa sana katika nchi. Unaweza kusema kama vile mkuu wa majeshi wa taifa letu, au mkuu wa majeshi wa taifa lolote, lakini alikuja kwa mtu wa Mungu. Unaweza ukaona uthamani wa watu wa Mungu jinsi ulivyo. Unaweza ukaona uthamani wa watumishi wa Mungu jinsi ulivyo. Mstari wa 10, naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itakurudia nao utakuwa safi. Sasa hapa ndipo ambapo kuna shida kidogo. Hapa ndipo ambapo watu wanatakiwa kupewa ufahamu na kuweza kujua ya kwamba wanaposema wanamwamini Mungu, basi wamwamini Mungu moja kwa moja na wayaamini maelekezo yale ambayo Mungu anayatoa. Huyu jemedari alifunga safari kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwa ajili ya kutaka uponyaji, lakini alipofika pale akapewa maelekezo na mtu wa Mungu kwa ajili ya kupokea lile ambalo alikuwa analihitaji, lakini akayadhalau maagizo yale. Wako watu wengi sana ambao wanataka Mungu awatendee, lakini kuna ugumu katika kutii maagizo ambayo Mungu anatoa. Kuna ugumu katika kutii maelekezo ambayo Mungu anayatoa kupitia watu wake. Hili ni tatizo kubwa sana. Ni jambo ambalo linawafanya watu wengi washindwe kupokea. Ni jambo ambalo linawafanya watu wengi sana pale ambapo Mungu anatenda wakashindwa kutunzwa uponyaji wao. Ni jambo ambalo linasababisha watu wengi sana wanachelewa kuyapokea yale ambayo Mungu amewakusudia. Naaman alitakiwa kupokea uponyaji muda huu ambao mtu wa Mungu anazungumza kwamba mwambieni aende afanye hivi na hivi na hivi, maana muda huo atakaoenda kufanya atapokea. Lakini alijichelewesha yeye mwenyewe kwa kuto kuamini maelekezo ya mtu wa Mungu. Mstari wa 11, lakini Naamani akakasirika akaondoka akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Now you see. Sasa unaona kwamba alitarajia awekewe mkono, alitarajiwa aombewe, alitarajiwa mtumishi wa Mungu aje aonane naye ana kwa ana, lakini mtumishi wa Mungu akatuma mtu akatoa maelekezo. Wengi wanashindwa kupokea. Wengi sana wanashindwa kupokea. Kumbuka, mkono wa Mungu una nguvu wa kufika mahali popote pale. Jambo la msingi ni kutii maelekezo. Mtu wa Mungu anaweza akakuombea au asikuombee. Wapo watu ambao Yesu Kristo hakuombea akawatamkia imani yako imekuponya. Wapo watu ambao Yesu akamwambia umesamehewa dhambi zako, akamwambia nyoosha mkono wako, mkono wake ukatakasika. Hakuomba. Kwa hiyo ni swala la kuamini maelekezo ambayo yanatoka kwa yule mtu wa Mungu ambaye unaamini Mungu anamtumia. Na hakika unapotii Mungu lazima afanye hivyo hivyo. Asante Yesu Kristo. Yes, mstari wa 12. Je, Abana na Farpari mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira, kwa kadharau, akasema ananiambia nikaoshe mto Jordan wakati kwetu kuna mito mikubwa mizuri zaidi ya huu? Nisingeweza kujiosha na nikatakasika kule? Akadhalau. Lakini kwa sababu Mungu alikusudia apone, Mungu alifanya njia kupitia mtu mwingine. Ndipo mstari wa 13, watumishi wake wakamkaribia wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa usingelitenda. Kwamba ni rahisi sana mtu kutii maelekezo ya kidaktari kuliko kutii maelekezo ya mtu wa Mungu. Si kwamba nazungumza vibaya kuliko madaktari. No. Hapana. Lakini maandiko yanasema yanayoshindikana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Daktari ni mwanadamu. Kumbuka hilo, usisahau hilo. Na Mungu wote anawatumia. Lakini liko jambo ambalo unaweza ukaenda hospitali ukashindwa kupata ufumbuzi. Jambo hilo linamhitaji Mungu aingilie kati. Sio kupitia tena daktari, kupitia mtu wa Mungu. Kupitia mtu ambaye Mungu anamtumia. Kupitia mtu ambaye yupo kwenye ofisi, yamkini ni ofisi ya kinabii, ni ofisi ya pasta, ni ofisi ya namna yoyote ambayo ndani yake inaweza kutoa msaada wa wewe kuweza kusaidika. Kwa hiyo linaloshindikana kule, basi Mungu anaweza kulifanya. Usidharau hata siku moja. Na niwasii watu ya kwamba ukiona ya kwamba umesumbuliwa na jambo fulani na umehangaika sana hospitalini, umeenda kwa waganga wa kienyeji, umeshindwa kupata ufafanuzi, umeshindwa kupata ufumbuzi, basi mgeukie Mungu kwa haraka sana, kwa sababu jambo hilo linamhitaji Mungu. Na hata hivi leo ambavyo ninazungumza,
Yamkini upo mtu ambaye unasikia ujumbe huu ya kwamba umeteseka, kuna jambo limekusumbua sana na umekwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya ufumbuzi, umeshindwa kupata ufumbuzi. Mgeukie Mungu na hakika jambo hilo Mungu anaweza kulifanya. Mstari wa 14, ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani sawa sawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake karudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akawa safi baada ya kutii maelekezo, baada ya kutii maagizo, akawa safi. Sasa kutii maelekezo ya mtu wa Mungu ni kutii maagizo ya Mungu. Unapoamini usitilie shaka. Yeye aliamini akafunga safari, lakini mwisho wa siku akatilia shaka maagizo na maelekezo. Mwingine unakuja kwa nyumba ya Mungu, alafu prophet anakutazama na kwambia Mungu amekuponya. Alafu unasema mbona hajaniwekea mkono? Mbona hajanishika? No. Sikiliza kauli yake. Amini. Umeamini umefunga safari. Basi amini, umeamini umepiga simu. Kwamba mtu wa Mungu, naamini Mungu anakutumia. Ninasumbuliwa na jambo fulani. Basi amini hata lile ambalo litatoka katika kinywa cha mtu wa Mungu. Atakapokuambia chukua maji kunywa, amini na utakuwa mzima. Anaweza akakwambia nenda kajigaragaza kwenye mchanga, nenda kajigaragaza kwenye mchanga, utakuwa mzima. Anaweza akakwambia sikia, nenda kachukue soda, Fanta, kunywa. Amini. Mungu atatenda kulingana na imani yako kwa kutii maagizo ya mtu wake ambayo ameyatoa kwa ajili yako. Na kwa kufanya hivyo, Mungu atakutendea kama Naamani. Nimalizie kwa kumtazama Martha. Yohana sura ya 11. Yohana sura ya 11. Yes, tuanzie mstari wa 21. Maandiko yanasema, basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwa hapa ndugu yangu angalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yote ukamwomba Mungu, Mungu atakupa. Lakini angalia kauli ya Martha. Martha anasema lakini. Yes, haukuwepo, lakini kama ungekuwepo najua kaka yetu asingekufa. Lakini hata sasa najua unaweza lolote utakalomwomba Mungu atakupa. Kwa hiyo anaamini kwa kusema najua hata sasa utakalomwomba Mungu lolote utakupa. Lolote lile. Sasa angalia maneno kutoka kwa Mungu. Angalia maneno kutoka kwa mtu wa Mungu, Yesu Kristo. Akamwambia hivi. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Akamwambia kwa sababu unaamini ndugu yako atafufuka. Sasa angalia kauli ya Martha ambayo inapingana na imani yake. Wapo watu wengi sana leo hii, ukimwambia Mungu anaweza, anakwambia Mungu anaweza. Mungu ashinde na kitu, anakwambia Mungu ashinde na kitu. Lakini linapokuja swala la ugonjwa fulani au tatizo fulani, anakwambia ni sahihi imeandikwa, lakini katika hili bwana hili haliwezekani. Yaani wanamwekea Mungu mipaka ya kwamba Mungu anaweza akafanya hili lakini hili hawezi kufanya. Ndio vile ambavyo adui anatumia nafasi hiyo kwa ajili ya kutorment, kwa ajili ya kuharibu maisha ya Wakristo wengi leo hii. Ukweli ni kwamba Mkristo ni mtu mwenye uzima wa Mungu ndani yake. Ukweli ni kwamba Mkristo ni mtu ambaye Mungu anaishi ndani yake. Sasa kama Mungu anaishi ndani yako, ugonjwa unawezaje ukaishi ndani yako? Kama Mungu anaishi ndani yako, uonevu unawezaje ukaishi ndani yako? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Maandiko yanasema, ukisoma Wakolosai 3:3, na uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo. Uhai wa Mkristo umefichwa ndani ya Kristo. Maandiko yanasema kwa watu wote ambao wamebatizwa, ukisoma Wagalatia sura ya 2 kuanzia mstari wa 20, watu wote ambao wamebatizwa katika Kristo Yesu wamemvaa nani? Wamemvaa Kristo. Sasa kama nimemvaa Kristo, yawezaje kitu ambacho hakina nguvu kikaja kuniataki, kikapata nafasi? Ikiwa nimemvaa Kristo, maana yake cha kwanza kukutana nacho kitakutana na Kristo, kwa sababu huyu ndiye vazi langu, ndiye ambaye nimemvaa. Kwa kama ni ugonjwa utakutana na Kristo, kama ni maumivu utakutana na Kristo, kama ni uonevu wote utakutana na Kristo. Swala ni kuamini pasipo kumwekea Mungu limitations. Swala ni kuamini pasipo kumwekea Mungu mipaka, kwamba hili linawezekana, hili haliwezekani, kwamba hili sawa lakini hili ni kubwa zaidi, this is too much. Hapana, mambo yote Mungu anaweza kuyafanya. Ni swala la kuamini kwa kuwa na imani thabiti. Ni swala la kuamini tu, na unapoamini Mungu hakika anajidhihirisha. Kwa hiyo Martha alisema najua Mungu anaweza kukupa lolote, akasema najua. Mstari wa 22. Hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomuomba Mungu atakupa. Yoyote, angalia, yoyote. Unakuja kwa mtu wa Mungu, unakwenda kwenye kanisani, unakwenda kwenye ibada, unataka Mungu akutendee, na unasema najua, mtumishi wa Mungu, najua lolote leo mimi ninaweza kupokea. Lolote utakalomuomba Mungu kama Martha. Halafu una doubt, yapo mambo ambayo una doubt. Kwa nini nasema kuna doubt? Mstari wa 24. Mstari wa 23. Yesu akamwambia ndugu yako atafufuka.
Alafu yeye akajibu akasema sura 24, Martha akamwambia najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Manake nini? Manake hakuna ufufuo. Manake sio sasa hivi. Sasa hivi haiwezekani. Manake huyu mtu kashakufa, yuko kaburini, siku ya tatu atawezaje kufufuka? Atafufuka siku ya mwisho. Atafufuka kwenye ufufuo, ufufuo wa mwisho. Sio sasa hivi. Wow. Usimwekee Mungu limitation. Unapomwamini Mungu, mwamini Mungu moja kwa moja. Naamini ya kwamba katika kila jambo lolote lile Mungu anaweza kulifanya na ikawezekana. Ndipo mstari wa 25 Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi, na kila aishie na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nasadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Je, wewe unasadiki ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu? Kama unasadiki, ninakuombea kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ikiwa kuna jambo lolote lile ambalo linasumbua maisha yako, lipate ufumbuzi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ikiwa ni ugonjwa, upone kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa ni tatizo lolote kazini, Mungu aingilie kati tatizo lako. Ikiwa katika familia, Mungu aingilie kati familia yako. Ikiwa katika biashara, Mungu aingilie kati biashara yako. Ikiwa ni tatizo katika fedha, mikwamo, pokea mpenyo kwa jina la Yesu Kristo. You are healed. It is well with you. You are free in Jesus' mighty name. This is Prophet Simon Charisma, spiritual son of PJ One Touch from Life in Christ Ministries, Soy at Base Beach, Makoni. Na unaweza kunipata kupitia YouTube channel Prophet Simon Charisma. Kwa hiyo hakikisha una subscribe kama hujasubscribe, lakini pia napatikana Facebook kwa jina la Prophet Simon Charisma. Kwa hiyo search pale Prophet Simon Charisma, alafu kama hujalike basi hakikisha una like ili kila ambacho kinawekwa katika Facebook au katika Instagram, katika Facebook, katika YouTube uweze kukipata. Na kwenye Instagram page hakikisha una follow kwa jina hilo hilo la Prophet Simon Charisma. This is the Epic Gnosis. Thank you so much. Shalom.